Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani na Iran hatimaye zafikia makubaliano ya kumaliza vita. Marekani na Iran zimetangaza kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza vita kati yao, kumaliza miezi ya mvutano uliotikisa Mashariki ya Kati. Maafisa kutoka pande zote mbili walisema mnamo Jumapili kuwa wamekubaliana juu ya mfumo wa makubaliano ambao pia unajumuisha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mafanikio hayo kupitia mtandao wake wa Truth Social, akisema makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Tangazo hili linakuja muda mfupi baada ya Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi katika mazungumzo hayo, kusema makubaliano yalifikiwa mapema Jumatatu kwa saa za eneo hilo. Maeneo kamili ya makubaliano hayo hayajatangazwa mara moja. Sharif alisema kupitia mtandao wa X kwamba makubaliano hayo yanataka kukomeshwa mara moja na kwa kudumu kwa operesheni zote za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran nalo lilithibitisha kuwa shughuli zote za kijeshi katika maeneo yote ya mzozo ikiwemo Lebanon yatasitishwa kuanzia Jumatatu usiku. Trump alisema kuwa mlango wa bahari Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani na ambao Iran imekuwa ikidhibiti kwa miezi kadhaa, utafunguliwa tena mnamo siku ya Ijumaa. Andika rais huyo wa Marekani katika ukurasa wake Truth Social kwamba meli zote za dunia, washeni injini zenu, mafuta yaanze kutiririka, aliandika rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Makubaliano hayo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika. Hongera kwa wote, Trump alisema katika chapisho kwenye jukwaa lake la Truth Social. Ninaidhinisha kikamilifu kufunguliwa bila malipo kwa mlango wa bahari wa Hormuz, na wakati huo huo naidhinisha kuondolewa mara moja kwa kizuizi cha wanamaji cha Marekani, alisema rais huyo wa Marekani kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Trump pia aliashiria kuanza tena kwa usafirishaji wa traffic baharini na nishati kupitia njia ya kimkakati ya maji, akiandika meli za ulimwengu, washeni injini zenu, acha mafuta tiririke, aliandika rais huyo. Hakutoa maelezo ya ziada kuhusu makubaliano au utekelezaji wa hatua katika taarifa yake. Kusitisha mapigano mara moja na ya kudumu. Moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu ni juu usitishaji wa mapigano ya kudumu. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alitangaza kwamba Marekani na Iran wamekubaliana juu ya kufikia makubaliano ya amani kufuatia mazungumzo ya kina. Alisema Shehbaz Sharif kwamba kufuatia mazungumzo ya kina, tunayo furaha kutangaza kwamba makubaliano ya amani ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yameshafikiwa, Sharif aliandika katika chapisho lake katika ukurasa wa X. Hata hivyo, ameongeza kuwa pande zote mbili zimetangaza kwamba zitasitisha mara moja mapigano ya kudumu na kwamba hakuna nchi ambayo itaanzisha mashambulizi kwa mara nyingine tena. Kulingana na Sharif, hafla rasmi ya kutia saini imepangwa kufanyika mnamo Juni 19 nchini Uswizi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni makubaliano ya usitishaji wa vita kati ya Marekani na Iran, jambo ambalo pia limekuja kusaidia juu ya kupungua kwa mzozo uliokuwepo kwa muda mrefu kati ya Marekani na Iran. Lakini pia wakati huu bado wasiwasi mkubwa umebaki kwa Israel, ambayo muda fulani ilitangaza kwamba huenda ikafanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, utiaji saini huu ni wa kihistoria kwa namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump akiamini kwamba sasa uchumi wa dunia unaenda kukua kwa mara nyingine tena. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.